Ni saa 12:30 Afrika Mashariki, saa 11:30 Afrika ya Kati. Natumai umeshinda salama msikilizaji hapo ulipo. Karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga nikiwa Dar es Salaam, Tanzania. Tulionayo katika Dira ya Dunia: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio asema mataifa mengi yako tayari kuchangia katika harakati za kusitisha vita vya Gaza. Waziri Mkuu wa Uingereza atoa wito kwa washirika wa Ukraine kuipa misaada ya silaha za masafa marefu ili kujibu mashambulizi ya Urusi. Hofu bado yatanda miongoni mwa watu wenye ulemavu wa ngozi kutokana na wasiwasi kuwa huenda wakashambuliwa na viungo vyao kutumika kwa ushirikina wakati huu wa kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Nikisikia kipindi cha uchaguzi, kiukweli kinachokuja ndani yangu kwanza ni hofu. Nakuwa na hofu kubwa sana kwa sababu mauaji ya watu wenye albino yanatokea hasa kipindi cha uchaguzi. Na imani za kishirikina zinapamba moto kipindi cha uchaguzi. Na mimi kwenye kampeni sishiriki kwa kweli. Naogopa. Na katika mjadala wetu leo tunaangazia uchaguzi mkuu nchini Tanzania utakaofanyika wiki ijayo. Lakini uchaguzi wa mwaka huu una tofauti gani? Zile shamra na mvuto na mivutano ambayo tulizoea kati ya chama tawala na chama kikuu cha upinzani, wagombea wakishindana kwa hoja madhubuti kabisa, mwaka huu imekuwa kidogo unaona kabisa kuna kupungua. Viwanjani, miamba wa soka Sudan kushiriki ligi ya soka ya Rwanda. Sikiliza makala ya spoti ya hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Belden Waliaula. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewataka washirika wa Ukraine kuisaidia Ukraine kupata makombora ya masafa marefu. Starmer alisema hayo baada ya kufanya mkutano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye yuko mjini London. Zelensky pia anatarajiwa kufanya mikutano na viongozi wengine 20 wanaounga mkono taifa lake. Viongozi hao wanapanga jinsi ya kutonunua mafuta kutoka Urusi na jinsi ya kutumia mali ya Urusi iliyotoka mataifa mengine kufadhili Ukraine. Tunadhibitisha tena uungwaji mkono wetu kwa Ukraine pamoja na dhamira yetu ya kukabiliana na uchokozi wa Urusi. Umeonyesha njia ya kusonga mbele na unaonyesha utayari, ujasiri na uamuzi wa kweli. Kile ambacho tumeona kutoka kwa Putin ni ukosefu wa utayari wa kushiriki mazungumzo. Waziri wa masuala ya mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio anasema mataifa mengi yako tayari kutuma vikosi vyao eneo la Gaza kudumisha amani. Waziri huyo hakusema ni mataifa yepi, ila alisema Israel haifai kuwa na pingamizi kuhusu vikosi vitakavyotumwa eneo la Gaza. Aidha, Marco Rubio alisema mazungumzo kuhusu mustakabali wa utawala wa Gaza bado yanaendelea, ila alisitiza kuwa Hamas haitahusika katika uongozi wa Gaza pamoja na shirika la kuwasaidia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA. Matokeo yanapaswa kuwa wakazi wa Gaza wana kazi, wana maisha na mustakabali bora, na watu hawafikiri jinsi ya kuwaua Waisraeli au jinsi ya kushambulia Israel. Kwa sababu ikiwa hatufiki hapo, basi hakutakuwa na amani. Haitakuwa amani ya kudumu. Huwezi kuwa katika amani na vikundi vinavyotaka kukuangamiza, kukuua na kusababisha tukio lingine kama la Oktoba 7 mwaka 2023. Lakini kuna kazi nyingi tunazohitaji kufanya ili kufikia lengo hilo. But we're optimistic that it's heading in the right direction. Mamlaka mjini Delhi nchini India kwa mara ya kwanza wamejaribu mfumo wa kisayansi wa kutengeneza mvua katika mji huo ambao unashuhudia uchafuzi wa mazingira. Kemikali zilipulizwa angani kujaribu kushinikiza mvua kunyesha ili kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa. Waziri mwandamizi wa India Rekha Gupta alisema anatarajia mvua kunyesha wiki ijayo baada ya mchakato mzima wa kuchochea mvua kunyesha kumalizika. Ila wataalamu wa kisayansi wa taifa hilo wamekosoa hatua hiyo, wakisema kuchochea mvua kunyesha itasafisha hewa chafu ya mji huo. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC.
Mamlaka za Australia zimesema zaidi ya kivulambari au elephant seals 100 za baharini zimefariki katika kisiwa kimoja baada ya kuathiriwa na homa ya ndege. Kivulambari hao baharini walipatikana katika kisiwa cha Heard na watafiti. Hifadhi ya wanyamapori ya Antarctic inajulikana kama eneo la kuzaana kwa wanyama wengi wa bahari. Ila iwapo ilithibitishwa kuwa kivulambari hao wamefariki kutokana na homa ya ndege, basi kutakuwa na hofu ya ugonjwa huo kusambaa na kufikia eneo la Antarctica. Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametoa wito kwa rais wa Marekani kuacha kutumia nguvu za kijeshi kuwalenga walanguzi wa dawa za kulevya. Maduro alisema ni bora amani dumishwe na hakuna haja ya vita. Hii ni baada ya Trump kusema kuwa serikali yake itawaua watu katika kampeni yake ya kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya. Marekani inamshutumu Maduro kuwa mlanguzi wa dawa za kulevya. Hii ni BBC. Taarifa za habari ya dunia imewasilishwa na Beldin Waliaula. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf Radio, Mwenedu FM. Nchini Tanzania, matangazo haya unayapokea kupitia CGFM, Abud FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio Free Africa na Loliondo FM. Visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Ukiwa Uganda ni Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Radio Paidha. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hili uko nami Martha Saranga nikiwa katika studio zetu Dar es Salaam. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametoa wito kwa mataifa washirika wanaounga mkono Ukraine kuimarisha uwezo wake wa silaha za masafa marefu. Alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye yuko London katika kuonesha uungaji mkono kwa nchi yake dhidi ya Urusi. Bwana Zelensky baadaye atafanya mazungumzo na muungano wa walio tayari, kundi la nchi zaidi ya 20 zinazoiunga mkono Kiev. Phyllis Mate na taarifa zaidi. Kabla ya mkutano huo Ijumaa alasiri, Rais Zelensky alikutana na Mfalme Charles huko Windsor. Mfalme huyo wa Uingereza ameelezea mara kwa mara uungaji mkono wake kwa Ukraine, ambayo anasema imestahimili uchokozi usioelezeka kutoka kwa Urusi. Kiongozi wa Ukraine alipewa saluti ya kifalme na heshima katika makazi ya kifalme nje ya London. Wimbo wa taifa wa Ukraine pia ulichezwa wakati wa sherehe ya kuwakaribisha. Rais Zelensky baadaye atashiriki mazungumzo na kile kinachojulikana kama Coalition of the Willing, yani kundi la zaidi ya mataifa 20 ambayo yanaiunga mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi. Pia watajadili kuhusu jinsi ya kuondoa gesi na mafuta ya Urusi kutoka masoko ya kimataifa na jinsi ya kusuka mpango wa kutumia mali ya Urusi iliyowekewa vikwazo kuifadhili Ukraine katika vita hivyo. Volodymyr, it's really good to be able to welcome you here. Nadhani wiki hii tunaweza kushughulikia swala hilo la mafuta na gesi ya Urusi. Nadhani kuna zaidi tunaweza kufanya juu ya uwezo wa makombora ya masafa marefu. Na bila shaka kazi muhimu ya muungano linapokuja swala la dhamana za usalama ambazo ni muhimu. Viongozi wa mataifa washirika wa Ukraine wanaendelea kuwasili mjini London nchini Uingereza, huku Rais Zelensky na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wakitaka Ukraine ipewe makombora zaidi ya masafa marefu. Makombora hayo ni mojawapo ya ongezeko la silaha zinazoendelea kutumiwa na pande mbili hasimu katika uwanja wa vita hivyo ambavyo kwa sasa vimedumu kwa miaka 3.5. Katika mkutano wa leo kati ya Waziri Mkuu Keir Starmer na Rais Zelensky kwenye ofisi ya Waziri Mkuu, Bwana Starmer alimwambia Zelensky kuwa washirika wa Ukraine wanapaswa kuongeza msaada wa makombora ya masafa marefu kwa Ukraine. Ameongeza kuwa baadaye kutafanyika mkutano na viongozi wa mataifa ya Ulaya yanayounga mkono Ukraine. Viongozi hao wanatarajiwa kujadili kuhusu swala muhimu la hakikisho la ulinzi kwa mataifa hayo. Rais Volodymyr Zelensky ametoa shukran kwa msaada wa Uingereza na kumlaumu Rais Vladimir Putin wa Urusi kwa kuishinikiza Urusi hadi kile alichokiita janga la kibinadamu. Hayo yakijiri, mtu mmoja alishambulia kituo cha gari moshi katikati mwa Ukraine na kuwaua watu 3, ambapo yeye mwenyewe pia alipoteza maisha. Watu wengine 12 walijeruhiwa kwenye tukio hilo. Phyllis Motei, Dira ya Dunia, BBC.
Rais Trump amesitisha tena mazungumzo ya kibiashara na Canada, akilishutumu jimbo la Ontario kwa kumnukuu rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan kwa uongo, akimzungumzia vibaya suala la ushuru. Tangazo hilo limetumia mojawapo ya kumbukumbu ya hotuba ya Bwana Reagan, akisema kwamba ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ni mojawapo ya sera muhimu za biashara za Bwana Trump inazoweza kudhoofisha nchi inayolazimisha. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing. Ndiyo matangazo ya biashara yaliyosababisha Rais Trump kuchukua hatua hiyo dhidi ya nchi ya Canada. Serikali ya Trump imewekea ushuru wa 35% kwa bidhaa nyingi za Canada, pamoja na ushuru wa watu binafsi na pia kulenga makampuni ya kutengeneza magari na chuma. Canada imeathiriwa na hatua hiyo sana. Trump ameruhusu misamaha ya bidhaa ambazo ziko chini ya makubaliano ya biashara huru na Mexico na Canada yaliyokuwa makubaliano wakati muhula wake wa kwanza wa urais. Lakini waziri mkuu wa Canada Mark Carney, tangu kuchaguliwa kwake mapema mwaka huu, amejaribu kufikia makubaliano ambayo yatapunguza ushuru wa Marekani. Hii limetatizwa na kufanywa kuwa mbaya zaidi na kiongozi wa eneo la Ontario Doug Ford, ambaye ni mmoja wa wakosoaji wakubwa wa ushuru unaotozwa na kwa kampuni za Marekani zinazonunua bidhaa za Canada. Looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while. Katika tangazo hilo la dakika moja lililochapishwa wiki iliyopita, sauti ya Reagan, rais wa zamani wa Marekani, inasikika ikisimulia juu ya picha zinazojumuisha soko la hisa la New York na kreni zilizopambwa kwa bendera za Marekani na Canada. Video hiyo inanukuu hotuba ya redio ya kitaifa ya mwaka 1987 na Reagan, ambaye ililenga biashara ya nje. Kwenye tangazo hilo Reagan anasema, namnukuu, "Wacha tuweke ushuru kwa bidhaa za kigeni." Inaonekana kama wanafanya jambo la kizalendo kwa kulinda bidhaa na kazi za Marekani, na wakati mwingine kwa muda mfupi inafanya kazi, lakini kwa muda mfupi tu, mwisho wa nukuu. Wakfu wa Ronald Reagan ambao unahifadhi kumbukumbu zake ulitoa taarifa siku ya Alhamisi ukisema tangazo hilo limetumia sauti na video iliyochaguliwa ya matamshi ya rais huyo wa zamani. Wakfu huu unasema kwamba tangazo hilo linawakilisha vibaya hotuba ya rais huyo bila kusema sababu, na kuishtumu serikali ya Canada kwa kukosa kuomba ruhusa kutumia na kuhariri matamshi yake. Trump alirejelea taarifa hii na kusema video hiyo iliundwa ili kuingilia uamuzi ujao wa mahakama ya juu ya Marekani mwezi Novemba kuhusu kama ushuru mkubwa wa Washington kwa bidhaa za mataifa mengi ni halali. Uamuzi wa mahakama unawakilisha mtihani mkubwa zaidi wa mamlaka ya urais ya Trump na sera ya kiuchumi iliyotiwa saini, ambayo inaweza kulazimisha Marekani kurejesha mabilioni yaliyokusanywa kwa ushuru. Ontario ni jimbo lenye watu wengi zaidi nchini Canada na uchumi wake ni mkubwa zaidi wa kikanda na umeathirika pakubwa na ushuru wa Marekani. Carney na Ford bado hawajatoa maoni yao kuhusu tangazo hilo la Trump. Ni mara ya pili kwa Trump kusema anasitisha mazungumzo ya kibiashara na Canada baada ya Canada kutangaza kuwa utatoza ushuru wa huduma za kidijitali kwa makampuni ya teknolojia ya Marekani mapema mwaka huu. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani amesema ana uhakika kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza yaliyoratibiwa na Marekani yatadumu. Marco Rubio yuko Israel katika jitihada za kuimarisha makubaliano hayo. Aidha, serikali ya Marekani imezindua mpango mpya wa kuanzisha vituo vya mapatano ya hiari katika ukanda wa Gaza utakaowapa wapiganaji wanaokubali kusalimisha silaha zao fursa ya msamaha na urejeo salama katika maisha ya kiraia. Caro Robi na taarifa zaidi. Ili kufanikisha hayo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliwasili nchini Israeli jana Alhamisi kwa ajili ya kutekeleza mpango wa amani wa vipengele 20 wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu ukanda wa Gaza. Kuwasili kwa Rubio kunafuatia kuondoka kwa makamu wa rais JD Vance, huku maafisa waandamizi wa ikulu ya White House pamoja na mkwe wa rais Trump Jared Kushner wakihitimisha ziara zao nchini humo. Wote wanashiriki katika jitihada za kudumisha usitishaji vita kati ya Israel na Hamas miaka miwili baada
baada ya vita vilivyoitikisa Mashariki ya Kati. Katika hatua nyingine, serikali ya Israel imepitisha kwa kura ya awali mswada wa kutekeleza sheria za Israel katika ukingo wa Magharibi, hatua ambayo wachambuzi wanaiona kama jaribio la kuinyakua ardhi inayotazamwa na Palestina kuwa sehemu ya taifa lao huru la baadaye. Kabla ya kuondoka kuelekea Israel, Rubio alionya dhidi ya hatua hiyo, akisema kuwa kupitishwa kwa mswada wowote wa aina hiyo kunaweza kuhatarisha usitishaji vita ulioko Gaza na kuleta matokeo yasiyo na tija kwa pande zote mbili. Jarida la The Wall Street Journal liliripoti kwamba ongezeko la ziara za maafisa wa Marekani nchini Israel linalenga kuhakikisha mwendelezo wa makubaliano ya kusitisha vita Gaza na kuzuia kuzuka kwa mvutano mpya au mivutano ambayo inaweza kudhoofisha juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Makamu wa Rais J.D. Vance alikamilisha ziara yake Alhamisi jana baada ya kufanya kikao cha ngazi ya juu na makamanda wakuu wa jeshi la ulinzi la Israel katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi mjini Tel Aviv, ambako walijadili maendeleo ya utaratibu wa shughuli za kijeshi katika ukanda wa Gaza. Wakati wa mkutano wake na Vance mjini Jerusalem siku ya Jumatano, Rais wa Israel Isaac Herzog alisisitiza umuhimu wa kuimarisha matumaini miongoni mwa Israeli na Wapalestina na kuhimiza juhudi za pamoja za kurejesha amani ya kudumu. Kwa upande wake, Vance alisema kwa Marekani na Israel zinaendelea kushirikiana kuimarisha usitishaji vita Gaza na kufungua tena baadhi ya miundombinu muhimu. Alionyesha matumaini kuwa mpango wa amani wa Rais Trump utaendelea licha ya changamoto zilizoko na hatimaye kuchangia katika kuimarisha utulivu na amani katika eneo hilo. Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio asema mataifa mengi yako tayari kuchangia katika harakati za kusitisha vita vya Gaza. Waziri Mkuu wa Uingereza atoa wito kwa washirika wa Ukraine kuipa misaada ya silaha za masafa marefu ili kujibu mashambulizi ya Urusi. Hofu bado yatanda miongoni mwa watu wenye ulemavu wa ngozi kutokana na wasiwasi kuwa huenda wakashambuliwa na viungo vya kutumika kwa ushirikina wakati huu kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Na katika mjadala wetu wa leo tunaangazia uchaguzi mkuu nchini Tanzania utakaofanyika wiki ijayo. Hii ni BBC. Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga na sasa nampisha Ive Buchana katika taarifa za spoti. Naam, shirikisho la soka la Rwanda FERWAFA limeidhinisha klabu 3 za Sudan, Al Hilal Omdurman, Al Ahly Wad Madani na Al Merreikh kushiriki ligi ya soka ya Rwanda. Vilabu hivyo vimeomba kucheza ligi ya Rwanda kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini Sudan, na ligi ya ndani ya nchi hiyo haijachezwa kwa zaidi ya miaka miwili kutokana na hali mbaya ya usalama. Ligi ya soka ya Rwanda inaingia katika wiki yake ya 5 wikendi hii. Chama cha soka cha Rwanda kimetangaza kwamba wakati timu hizo zikisubiri idhini kamili kutoka kwa shirikisho la soka barani Afrika, taarifa kamili zitatolewa kuhusiana na mpango kamili wa kuzishirikisha ndani ya ligi, ikiwa ni pamoja na kufanyia marekebisho kalenda iliyokuwepo hadi hivi sasa. Sasa ni kombe la ligi kuu ya soka England. Rais William Ruto leo alipokea kombe la ligi kuu ya England katika ikulu ya Nairobi kwa sheria kurejeshwa kwa kihistoria kwa mojawapo ya alama kuu za soka nchini Kenya. Zaidi na Phyllis Mwatei. Naam, mechi zinazong'aa, mojawapo ya mataji yanayotambulika zaidi katika mchezo wa soka duniani, yani kombe la English Premier League, limefika katika mji mkuu wa Nairobi hii leo na kuibua msisimuko miongoni mwa mashabiki waliokuwa na hamu ya kupata nafasi adimu ya kuona kombe la ligi linayopendwa sana duniani likiwa karibu. Rais wa Kenya William Ruto alitabasamu huku akiweka picha kando ya kombe la fedha linalometameta, wakati ambao uliwasisimua wapenzi wa soka kote nchini. Mara ya mwisho kombe hilo kuwasilishwa Kenya ilikuwa tarehe 3 mwezi wa Septemba mwaka 2023. Barabara kabisa. Wakati huo timu ya daraja la pili Sheffield Wednesday imewekwa chini ya usimamizi na kunyang'anywa alama 12 za uongozi wa ligi.
Julian Pitts, Chris Wigfield na Paul Stanley wa Begbie's Trainer wameteuliwa kuwa wasimamizi wa pamoja baada ya kufichuliwa kuwa mapato na forodha za mfalme zilipangwa kutoa ombi la mwisho dhidi ya klabu hiyo. Wafanyakazi wamepewa taarifa, wakati wasimamizi pia walifanya mkutano na wachezaji. Sheffield Wednesday itawakaribisha Oxford United huko Hillsborough kesho Jumamosi, huko klabu ikiwa mkiani mwa ligi daraja la pili na deni la alama 6. Wakati ikitekeleza makato hayo mara moja, katika taarifa yake EFL ilisema kuwekwa chini ya usimamizi ni fursa ya kusonga mbele kuelekea mauzo yenye mafanikio na mustakabali salama chini ya umiliki mpya. Hatua ya kuingia katika utawala inamaliza umiliki wa muongo mmoja wa Dejphon Chansiri wa klabu, huku Sheffield Wednesday Supporters Trust ikithibitisha kususia kwao mechi kumekwisha. Phyllis, nikamilishe na mechi kubwa ya kutizama Jumapili, El Clasico ya 262 kati ya Real Madrid na Barcelona. Na huo ndio mwisho makala yetu ya spoti. Mimi jina langu ni Ive Buchana. Na msikilizaji, bado Ive Buchana huyo katika mtazamo wangu. Karibu katika mtazamo wangu. Mambo ni unavyo katika ligi kuu ya soka ya England. Jina langu ni Ive Buchana. Leeds inayalika West Ham na tabiri ushindi wa Leeds 2-1. Chelsea itachuana dhidi ya Sunderland na kuichapa 2-0. Newcastle United ni mwenyeji wa Fulham na kuinyuka 3-1. Manchester United itamenyana na Brighton na tabiri sare ya 1-1. Brentford kuoneshana kazi na Liverpool mara hii na tabiri ushindi wa Liverpool 3-1. Jumapili zitapigwa mechi 5. Bournemouth itayalika Nottingham Forest na kuinyuka 1-0. Arsenal itaoneshana kazi na Crystal Palace na tabiri ushindi wa Arsenal 2-0. Aston Villa itapepetana na Manchester City na kwenda upande wa City kushinda 2-1. Wolverhampton itakuwa mwenyeji wa Burnley na kuichapa 2-0, na Everton kucheza dhidi ya Tottenham ni kitabiri sare ya 1-1. Mtazamo wangu ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukutane tena weekend ijayo. Jina langu ni Ive Buchana. Na asante sana Ive Buchana. Tunaendelea kukupasha yale tuliokuandalia msikilizaji. Wakati Tanzania ikitarajiwa kufanya uchaguzi mkuu juma lijalo, hofu bado imetanda kwa baadhi ya watu wenye ualbino ambao waliwahi kupitia ukatili unaohusishwa na imani za kishirikina, hasa wakati wa uchaguzi. Ualbino ni hali inayosababishwa na ukosefu wa melanin katika ngozi, nywele na macho. Imani potofu kwamba viungo vya watu wenye ualbino vinaweza kuleta utajiri au mamlaka za kisiasa huchangia katika mauaji, kujeruhi na pia wakati mwingine ufukuaji wa makaburi walipozikwa watu hao. Kwa mujibu wa taasisi ya kutetea haki za binadamu ya Under the Same Sun, zaidi ya visa 200 vya watu wenye albino kushambuliwa vimerekodiwa katika kipindi cha miaka 16 iliyopita nchini Tanzania, huku baadhi ya familia zikilazimika kukimbia au kuishi mafichoni. Serikali ya Tanzania inasema inachukua hatua kukabili hali hii, kama anavyoripoti mwandishi wa BBC Alfred Lastek kutoka Mwanza. Wakati Tanzania ikiwa inakaribia uchaguzi, hofu inatanda miongoni mwa baadhi ya watu wenye ualbino, jamii ambayo tayari imeumizwa na ubaguzi. Na kwa wengi, kipindi kama hiki huibua kumbukumbu zenye maumivu. Mwaka 2008, Mariam Stafford ambaye alikuwa ni mkazi wa Kagera alivamiwa na watu wasiojulikana ambao walimkata mikono na kumwacha na maumivu makali mwilini. Msimu huu wa kampeni na uchaguzi huibua upya kumbukumbu hiyo, kwani imani potofu bado zipo nchini Tanzania, ambapo baadhi ya watu wanaamini kwamba viungo vinaweza kutumika kwenye matambiko ili kumpa mtu nguvu za kisiasa. Wakakata mkono wa kulia, wakauondoa, wakakata na mkono wa pia wa kushoto. Nikisikia kipindi cha uchaguzi, kiukweli kinachokuja ndani yangu kwanza ni hofu. Nakuwa na hofu kubwa sana, kwa sababu mauaji ya watu wenye albino yanatokea hasa kipindi cha uchaguzi, na imani za kishirikina zinapamba moto kipindi cha uchaguzi. Mimi kwenye kampeni sishiriki, kwa kweli sishiriki, naogopa hata kuchangamana na wanasiasa. Dada zake pia wana ualbino, huwa anawahofia pia,
hasa pale siasa zinapohusishwa na imani za kishirikina. Mariam hayupo peke yake. Wengi bado wanaishi na maumivu ya kupotelewa na wapendo wao. Manyashi Emmanuel anaishi na kumbukumbu ya kifo cha mdogo wake wa kike. Walipoingia ndani basi wakaweza kufanya lile tukio, wakamkata mikono na miguu, alafu pia wakamkata na ulimi. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu Under the Same Sun, kufikia Juni mwaka huu, Tanzania ilikuwa imerekodi mashambulio 211 dhidi ya watu wenye ualbino katika kipindi cha miaka 16. Kati ya hao, 79 waliuawa, 100 walijeruhiwa, makaburi 27 yalifukuliwa na wengine kadhaa hawajulikani walipo. Watafiti wanasema ni imani potofu kuamini kwamba viungo vya watu wenye ualbino vinaweza kuleta utajiri au nguvu za kisiasa. Profesa Akinloye Ojo ni mtafiti kutoka katika chuo kikuu cha Georgia, Marekani. Mbali na udhaifu wa mfumo wa haki ambayo imeshindwa kuzuia wahalifu, thamani kubwa ya kifedha inayowekwa kwenye viungo vya watu wenye ualbino ambayo wakati mwingine hufikia maelfu ya dola imekuwa kichocheo kwa mitandao ya uhalifu. Zaidi ya hapo, kutengwa kwa watu wenye ualbino kumezuia uwezo wao wa kujitetea. Hii inawaacha wakiwa katika hatari ya unyonyaji. Ingawa tatizo hili ni kubwa zaidi nchini Tanzania, wanaharakati wanasema mataifa mengine pia yanapitia changamoto hizi. Peter Hash ni rais wa shirika la kutetea haki za binadamu la Under the Same Sun. Kama ilivyo kwa biashara ya binadamu, pia kuna biashara ya watu wenye ualbino, ama wakiwa hai wakati wa kutekwa au baada ya kuuawa, viungo vyao vikisafirishwa. Mamlaka zinasema zimeongeza ulinzi wa polisi katika maeneo hatarishi wakati wa uchaguzi na kutoa makazi ya muda kwa wale walio katika hatari, sambamba na kuelimisha umma. Mwezi Juni mwaka huu, wakati akihutubia mkutano wa hadhara, Rais Samia Suluhu Hassan alisema hakuna mtu aliyepaswa kupiga ramli chonganishi kwa ajili ya maslahi ya kisiasa. Ujumbe huo pia umekuwa ukitolewa katika kila ngazi. Senyi Ngaga ni mkuu wa wilaya ya Sengerema. Basi tuwaombe wawe ni balozi wazuri wa kuambia wenzao kukataa matukio kama haya na kuhakikisha wenzetu wenye albino basi wanalindwa, wasiwageuze wanasema deal. Lakini kwa hayo yanatoa faraja ndogo kwa Mariam na dada zake. Ningekuwa na mikono yangu ningeweza kuwaangalia wadogo zangu vizuri zaidi, lakini pia ningeweza kuwa na maisha mazuri zaidi ya haya niliyo nayo. Kwa Mariam na wengine, haki ya kupiga kura huwa ni sehemu ya kuamua juu ya maisha yao. Alfred Lastek, BBC, Mwanza. Asante sana Alfred Lastek kwa taarifa hiyo. Nami napitia ujumbe wako msikilizaji uliotuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania, unasema kutoka Dodoma mjini, mtaa wa Ipagala, kila jambo na wakati wake, matukio mawili hayawezi kufanikiwa kwa wakati mmoja. Elisha Mazoya kutoka Mwanza Tanzania unasema unategea sikio kwa makini matangazo ya BBC Swahili kupitia simu yako ya mkononi. King Majuto unafuatilia moja kwa moja matangazo ya Dira Dunia kupitia Radio Free Africa. Senyagwa Lugondo kutoka Machenje Kongwa Dodoma unasema unaiombea Tanzania kila laheri, siku ya uchaguzi ufanyike kwa amani, Mungu aibariki Tanzania. Eric Matechi kutoka Msae Mwika Kilimanjaro unasema asante sana BBC Swahili kwa kutuhabarisha. Endelea kutuandikia ujumbe wako nami nitausoma kadri tunavyoendelea kupata muda, kama alivyofanya Raksi Rafiki. Anasema Watanzania waishi kwa amani na wafanye uchaguzi kwa amani. Naam, taarifa hiyo unaweza kuendelea kusoma zaidi kwenye tovuti ya BBC Swahili ambako tumekuchapishia taarifa mbalimbali ikiwemo hii hapa. Inasema kwamba usafirishaji mashambulizi kutoka ndani, operesheni ya siri ya Israeli ndani ya Iran, usafirishaji wa silaha, ukusanyaji na uzalishaji. Ukisoma kwa kina utajionea mwenyewe yanayojiri hapo. Hii ni BBC. Ni pilka za maandalizi ya chakula cha mchana hapa jikoni.
Huu ni mgahawa wa Tamu Tamu mjini Nairobi, mojawapo ya maeneo ambayo watu wa bara huja kufurahisha nafsi zao kwa mapochopocho ya kipwani na uswahilini. Sisi ni Waswahili kama vile tunajieleza kutoka pande ya Coast, Dar es Salaam. Kwa hivyo mapishi ya Kiswahili ni kati ya malezi yetu toka tunazaliwa. Safari ya Sam hapa Nairobi ilivutiwa pakubwa na mapenzi. Mke wake ni raia wa Kenya na wawili hawa wamekuwa wakiishi Nairobi kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Na kama raia wengine wa Tanzania ambao wanatafuta riziki nje ya nchi hiyo, uchaguzi mkuu unaotarajiwa kuandaliwa Oktoba 29 ni jambo ambalo analifuatilia kwa karibu. Ukiwa nje ya Tanzania na huwezi kupiga kura, ina maana hauwezi kubadilisha ushiriki katika mabadiliko ya nchi yako kwa sababu hauna haki ya msingi ya kupiga kura. Tungependa kwa serikali inayokuja ili angalie hilo. Wale wananchi wanaoishi nje ya Tanzania wawe na namna. Tangu kupatikana kwa uhuru wake mwaka 1961, Tanzania imeandaa uchaguzi mkuu na kuwapata marais 5, ila katika wakati huo raia wake wanaoishi nje hawajapata fursa ya kushiriki kwenye upigaji kura. Wengi wao wana matumaini kwamba hali hii inaweza kubadilishwa kisheria. Suala zima la hususan diaspora kupiga kura limeunganishwa moja kwa moja na suala la kupata katiba mpya. Kama tunavyojua kwamba rasimu tayari ilishaandaliwa ya Jaji Warioba na imefika miaka takriban 10 sasa kama sijakosea, lakini mpaka hivi sasa bado haijatekelezwa. Mpaka hivi sasa bado tunatumia katiba ya zamani. Bendera inayoendelea kupeperuka hapa katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi ni ukumbusho kwa mamilioni ya Wakenya kwamba miaka 15 iliyopita Kenya ilijipatia katiba mpya ambayo imewawezesha Wakenya wanaoishi na kufanya kazi nje ya nchi kuwa na uraia pacha na vile vile kuweza kumchagua angalau rais kupitia kupiga kura katika ofisi za ubalozi za nchi hii katika mataifa mengine. Na hili ni jambo ambalo Watanzania wengi ambao wanaishi hapa na katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki wanatamania na kutazamia na kusema kwamba katika awamu inayoingia madarakani hilo liwe ni miongoni mwa masuala ambayo yatapewa kipaumbele. Kutoka Nairobi kuna Tanzania ni safari ndefu, lakini kitoka ningekuwa hapa maybe kwenye ubalozi ningeweza kuomba ruhusa kidogo kazini niende kupiga kura kama haki yangu ya msingi kama Tanzania na katiba inaruhusu kufanya hivyo, alafu nirudi kwenye majukumu, lakini kwa sasa ni vigumu. Kama raia mwenza Sam, Susan alivutiwa Kenya na mapenzi sio tu ya nchi hii ile ya mume wake Mkenya, na anasema anatamani watoto wao wawili wangepata fursa ya kupata uraia pacha. Ukiweka hii foundation ni msingi mzuri, kwa maana kwamba mtu akiwa na uraia pacha na maana ana uhuru wa kuwekeza, wa kufanya biashara, lakini pia hata kama mbali na uraia pacha kuna vizuizi vingi kwenye hii mipaka yetu. Kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Tanzania, takriban raia milioni 1.5 wanaishi nje ya nchi na walituma nyumbani takriban dola milioni 890 mwaka 2024. Tunatamani sana serikali ingerahisisha hilo katika hilo kuleta uraia pacha. Ndio watoto wangu wakiamua kwenda kurithi mali zangu kule ama kununua shamba ama kununua nyumba iwe tu ni kama wako nchi mbali. Wengine kama Sam Nkia wana matumaini ya kuwekeza nyumbani na kupanua utamu wa mapishi yake hadi alikozaliwa na kulelewa jijini Dar es Salaam. Lakini kama mwenzake Susan, ndoto yao inategemea hatua zitakazochukuliwa na kiongozi atakayechaguliwa Oktoba 29 kuhusu Watanzania wanaoishi nje ya nchi. Leila Mohamed, BBC Dira ya Dunia, Nairobi. Ndivyo inavyokamilika taarifa yake Leila Mohamed, ambaye alikutana na baadhi ya raia wanaoishi nchini Kenya, wa Tanzania wanaoishi nchini Kenya, na kuieleza BBC maoni yao kuhusu matarajio na matumaini yao, ikiwa zimesalia siku 5 tu kabla ya wapiga kura takriban milioni 37 kutekeleza wajibu wao wa kikatiba kwa kuwachagua viongozi wanaohisi watawawakilisha vyema katika ngazi tofauti za uongozi, kutoka kwa madiwani hadi kiti cha urais. Na wote hawa ni raia wa Tanzania wanaoishi ndani ya nchi hiyo. Lakini kwa muda sasa, Watanzania ambao wanaishi na kufanya kazi katika mataifa jirani barani Afrika na ughaibuni wameelezea hamu kubwa ya kushiriki angalau katika kumchagua rais wa nchi hiyo
wakiwa na matarajio makubwa kwamba masuala muhimu yanayowagusa yataangaziwa kwa kina na uongozi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, usiache kufuatilia matangazo haya ambapo Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi wiki ijayo, na sisi hapa BBC Swahili tutakuwa tukikujuza habari kila zitakavyokuwa zikichipuka, na kusihi uzidi kusikiliza matangazo yetu ya BBC Amka na BBC, na vile vile Dira ya Dunia redio, kadhalika televisheni, lakini kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Wenzetu wa kitengo cha dijitali watakuwa ngangari kabisa vile vile kwenye mitandao ya kijamii ya BBC Swahili, Facebook, Instagram na hata TikTok. Tutakuwa tukuletea taarifa mbalimbali kadri zinavyotufikia. Lakini taarifa hii ya matamanio ya Watanzania ughaibuni kuhusu uchaguzi wa nyumbani unaweza kuisoma katika tovuti yetu ya BBC Swahili. Na sasa nampisha mwenzangu Peter Mwangangi, yeye anakuletea mjadala wetu wa leo tukiangazia uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Sasa Mohamed Issa na Charles William, karibuni sana. Mimi najulikana kama Peter Mwangangi, na nianze na wewe Mohamed Issa. Uchaguzi wa mwaka huu unatofautiana vipi na chaguzi za hapo awali? Tofauti kubwa imekuwa kwenye kukosekana kwa chama kikuu cha upinzani. Kwa hivyo zile shamra na mvuto na mivutano ambayo tulizoea kati ya chama tawala na chama kikuu cha upinzani, wagombea wakishindana kwa hoja madhubuti kabisa, mwaka huu imekuwa kidogo unaona kabisa kuna kupungua, na kwa hilo limesababisha kukosa ule shamra ambazo zilikuwepo katika miaka yote ya uchaguzi mkuu Tanzania iliyopita. Na kwa upande wako Charles, umeona tofauti gani? Nadhani tofauti kubwa ambayo imeelezwa na mwenzangu ni hiyo ya kutokuwepo kwa chama kikuu cha upinzani hapa nchini, Chadema, kwa sababu tangu tumeanza mfumo wa vyama vingi mwaka 1995 kwenye uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, chama cha upinzani kikubwa kwa wakati huo kinakuwa sehemu ya uchaguzi huo. Kwa hata uchaguzi uliofuata mwaka 2000, chama kikuu cha upinzani kwa wakati huo kilikuwepo 2005, 2010, 2015, hata mwaka 2020. Ingawa vyama vikuu vya upinzani hapa Tanzania vimekuwa vikibadilika kipindi kwa kipindi, kianza NCCR Mageuzi, halafu baadaye kikaja chama cha wananchi kafu kikawa chama kikuu cha upinzani, na Chadema wamedumu kama chama kikuu cha upinzani kwa kipindi cha miaka 15 sasa, kutoka mwaka 2010, mwaka 2020 mpaka sasa 2025. Ikirudi kwako Issa, licha ya tofauti hizi zilizopo, je, unazungumziaje maandalizi ya uchaguzi huu kutoka kwa tume ya uchaguzi? Maandalizi yanaonekana yako vizuri, kwamba swala la kuandaa mikutano ya kampeni, hatukuona rabsha yoyote mwaka huu. Kampeni zimeenda vizuri, mikutano ya kampeni nchi nzima inaonekana kulikuwa na mpangilio mzuri wa ratiba ya mikutano ya wagombea hawa wa vyama ambavyo vimeshiriki, lakini pia kumekuwa na uwezeshaji wa vyama vya upinzani kwa kupewa gari, kupewa dereva, mlinzi. Sijui kama kuna masurufu yalitolewa, lakini bila shaka ukishapewa gari na dereva na mlinzi, gari linahitaji mafuta na panahitaji posho za hao ambao wamepewa kusimamia hilo gari. Kwa hiyo vyama vya upinzani hivi vimeweza kufika karibu maeneo yote ya nchi nzima kwa vile ambavyo vilijipanga vizuri kwa upande huo. Kwa hiyo upande wa uandaji wa nyaraka za uchaguzi, ili hatuwezi kusema kwa sababu hakukuwa na maendeleo ambayo tulikuwa tunaelezwa kupata kujua maandalizi yanakwendaje. Lakini pia kwenye upande wa vyombo vya habari tuliona vyama vya upinzani vikipewa nafasi sawia katika vyombo vyote vya habari kueleza sera zao, mikutano yao ikiripotiwa hapa na pale. Kwa hiyo nadhani kwa upande huo maandalizi yalikuwa yamekaa vizuri kabisa. Na ungekuwa na chama cha upinzani kikuu, nadhani mambo yangekuwa motomoto zaidi. Kwa upande wako Charles, vipi kuhusu swala la kuhamasisha wananchi? Unafikiri wapiga kura wanafahamu cha kufanya watakapofika katika vituo vya kupigia kura siku ya Jumatano? Wapiga kura wanafahamu, ingawa tuna kundi kubwa la watu ambao watakuwa ni wapiga kura kwa mara ya kwanza, kwa sababu ukitazama kwenye uchaguzi wa mwaka 2020
walikuwa wameandikishwa watu takribani milioni 29 hivi waliotakiwa kwenda kupiga kura, ingawa karibia nusu yake hawakujitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi wa 2020, kwa maana kwamba milioni 15 pekee ndio waliojitokeza kupiga kura. Na uchaguzi wa mwaka huu tuna wapiga kura wengi zaidi ya milioni 37. Bado haijulikani vizuri kama hamasa itakuwa ni kubwa ya kiwango kipi, kwa sababu katika chaguzi zingine zilizopita, pamoja na kwamba panakuwa pana ushindani kati ya chama tawala na chama kikuu cha upinzani, lakini bado imekuwa wanaojitokeza kupiga kura ni nusu tu ya wale ambao wameandikishwa. Sasa mwaka huu hatujui mambo yatakuwaje katika mazingira haya ambapo chama kikuu cha upinzani hakipo kwenye uchaguzi huu. Na utaona kwamba pamoja na kwamba wagombea wanazunguka, wapo wengi, lakini ukweli ni kwamba wagombea wengi wamekuwa nguvu yao ni ndogo sana kwa kushawishi wananchi. Wagombea hao wamekuwa mikutano yao haionekani ikiwa na wananchi wengi wakiwa wanajitokeza kuwasikiliza. Kwa hiyo wanalazimika waende sehemu zenye mikusanyiko, kwa mfano sokoni, vituo vya mabasi, huko ndiko wakaongee zaidi, kwa sababu wakienda kwenye viwanja vilivyo wazi ili wawaite wananchi wawasikilize, wananchi wengi hawaendi, hawaitikii wito wa kwenda kuwasikiliza katika viwanja vilivyo wazi, hususan huku Tanzania bara. Ukiacha kwa upande wa Zanzibar ambako huko chama kikuu cha upinzani upande wa huko ni ACT Wazalendo, chenyewe kina uwezo mzuri wa kujaza wananchi wengi tu kwenye viwanja ambako kinafanya mikutano yake. Lakini huku Tanzania bara ambako kuna majimbo zaidi ya 222 ya uchaguzi, hali imeonekana kuwa tete sana kwa wagombea wa upinzani. Na pamoja na kwamba wamepewa magari na wasaidizi ili waweze kufika maeneo mengi, lakini utaona kwamba bado hawana fedha kabisa, kwa sababu wengi wao wanashindwa hata kumudu kuweka mabango barabarani. Kwa hiyo mabango, ukipita katikati ya miji utakutana na mabango makubwa zaidi ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM. Wagombea hawa wa upinzani wengi wao katika sehemu chache sana utakuta wamebandika tu mabango labda kwenye kuta, lakini huwezi ukakuta mabango kabisa yale makubwa kwenye barabara. Kwa hiyo inaonekana kama hali yao ya kifedha ni ngumu sana, na hiyo inatokana na ukweli kwamba Chama cha Mapinduzi chenyewe kina uwezo mkubwa zaidi wa kifedha, na hivi vyama vingine vina hali ngumu ya kifedha. Ndio maana sasa utaona hata misafara yao inakuwa ni misafara ambayo ni midogo kuliko hata misafara ya wagombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi. Yaani mgombea urais wa chama cha upinzani anakuwa na msafara mdogo kuliko mgombea ubunge wa chama tawala. Kwa hiyo ndo hali halisi iliyopo. Na Isa, unazungumziaje hizo tofauti hizo, unazizungumziaje kukosekana kwa usawa katika wagombea? Si usawa hasa, ni uwezo. Chama chochote cha siasa uwezo wake unatakiwa utokane na wanachama wake, kijenge hoja mpaka kipate wafadhili wa kuweza kukisaidia kwa bajeti zake, hasa nyakati nyeti kama hizi za uchaguzi. Sasa vyama vingi hivi ambavyo vimeingia kwenye uchaguzi wa mwaka huu, vingine hata huwa havionekani kipindi cha kawaida cha mwaka, na mpaka wengine kuvibatiza kama ni vyama vya uchaguzi badala ya kuwa ni vyama vya siasa. Kwa hivyo havina wanachama wengi mpaka kwenye grassroots kule mpaka chini, kila eneo, kiasi kwamba vikifika vikute kuna wanachama wao ambao wamewaandaa. Havina mtandao wa kiuongozi nchi nzima, kwa hivyo hata kuratibu zile mikutano yao, misafara yao ya kampeni vinafanya vyenyewe tu kama zima moto vile. Kwa hivyo huwezi kutegemea vikawa na mvuto wa kuwavutia watu kwenye mikutano ya wazi, ukichukulia kwamba vina ukata, ukosefu wa fedha, havina mtandao, ile network mpaka chini kule kama ilivyo kwenye Chama cha Mapinduzi au vyama vikubwa vya upinzani. Kwa hivyo utaiona hiyo tofauti. Ni kama alivyosema mwenzangu, hata msafara wa mgombea urais wa chama kimoja hapo cha upinzani kwenye vyama hivi unazidiwa kiuwezo na kwenye yale ambao wanaita manjonjo ya kisiasa
unazidiwa hata na mgombea udiwani, wachilia mbali ubunge. Mgombea udiwani wa Chama cha Mapinduzi anaweza kawa anazidi mgombea urais wa vyama hivi ambavyo vipo, na sababu ni hiyo ya uwezo wa kifedha. Na kama kusingekuwa na kupewa hayo magari waliopewa, sidhani kama hata vingeweza kufika huko ambako vinafika safari hii. Tuzungumzie vijana na jinsi walivyohusishwa katika mchakato mzima wa uchaguzi huu. Je, Charles, unazungumziaje hilo kuanzia barabarani hadi mitandao ya kijamii? Vijana wameshiriki uchaguzi kwa kugombea. Vijana wengi walijitokeza kutoka mwanzoni kabisa kwenye michakato ile ya kura za maoni. Wengi wao waligombea. Ingawa ni vijana, huwezi kusema wengi sana waliofanikiwa kupenya. Pamoja na kwamba wapiga kura wengi ni vijana, lakini bado wagombea wengi sio vijana. Wagombea wengi ni watu wazima na watu wa makamo kidogo. Vijana waliofanikiwa kupenya ni katika maeneo machache sana, na wenyewe ni wale ambao walifanya maandalizi ya muda mrefu sana, kwa sababu uchaguzi hususan ndani ya chama tawala pana mivutano mingi ambayo inahitaji mgombea awe na misuli ya kutosha. Msuli mmojawapo muhimu sana ni kuwa na fedha. Kwa hiyo fedha zinatumika sana kuanzia kwenye mchakato wa awali kabisa wa kura za maoni. Inabidi fedha iteketee, lakini baadaye pia inabidi ufanye ushawishi wa hapa na pale ili uweze kupitishwa. Sasa vijana wengi ambao hawakuwa wamefanya maandalizi makubwa ya awali kabisa ya kuanzia chini kule kwa wajumbe wanaopiga kura za maoni na kwenye vikao vya juu vinavyoidhinisha wagombea, hawakufanikiwa kupenya. Lakini kwenye kampeni hapo hakuna namna, hapo vijana lazima watumike kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo barabarani vijana ndio ambao wanafanya yale manjonjo yote ya uchaguzi, ndio wanaobeba mabango, ndio wanaopanda mpaka kwenye nguzo za umeme kwenda kubandika mabango ya wagombea, ndio wanaopanda kwenye kuta mbalimbali kwenda kuweka mabango ya wagombea, ndio wanaotumika kuendesha magari, pikipiki kwa manjonjo ili kutengeneza msafara wa wagombea, lakini ndio wanaotumika kwenye shughuli za ulinzi za vyama husika, na ndio wanaotumika kwenye shughuli za hamasa za vyama hivyo. Lakini hata mitandaoni vyama mbalimbali vina mikakati yake tofauti tofauti. Baadhi ya vijana wanalipwa kabisa ili waweze kukaa mitandaoni na kuhakikisha wanasukuma zile taarifa mbalimbali za propaganda kukisaidia chama chao, ama taarifa za kawaida tu za kufikishia umma. Kwa hiyo wengi wao wako mitandaoni pia wakinadi wagombea, wakipeleka taarifa za propaganda ama kupeleka taarifa rasmi za chama. Wengine wanakuwa na akaunti mbalimbali. Mtu mmoja anaweza kumiliki hata kurasa 10 za mitandao ya kijamii ili aweze kusambaza hizo taarifa, na wengine wanakuwa kwenye makundi mbalimbali sogozi mitandaoni ili waweze kusambaza hizo taarifa. Kwa hiyo kwenye kampeni hakuna namna ambavyo vijana wanaepukika, wanatumika kweli kweli kuanzia kwenye hatua zote, na hata siku ya kupiga kura wanatarajiwa kwamba wao ndio wajitokeze kwa wingi zaidi kwenda kufanya maamuzi ya kina nani wawe viongozi. Isa, nije kwako. Amezungumzia mitandao ya kijamii. Je, imekuwa na ushawishi gani katika uchaguzi huu, na unazungumziaje uhuru wa kutoa maoni? Mitandao ya kijamii kusema kweli nchini hapa, kama ulivyoona matangazo ya tume ya mawasiliano TCRA imekuwa inakemea sana matumizi mabaya ya mtandao, na hiki ndio tunachokiona kwenye kampeni za uchaguzi. Ni kuchafuana watu, ni kutoa habari ambazo si za kweli, za uongo. Lakini pia kama tulivyoona, na mpaka serikali na vyombo mbalimbali vya usalama na viongozi wa dini wamekuwa wanapigia kelele ile swala la kuhamasishana kuwa na maandamano na vurugu siku ya uchaguzi. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ina matumizi mazuri kama hiyo aliyosema mwenzangu ya kueleza kutetea misimamo ya chama, sera na hivi, lakini pia na matumizi mabaya kama ile ya kuwabomoa watu wa chama kingine na marumbano ambayo yanaendelea hapa na pale, uzushi wa uongo, kutumika hata ile inaitwa akili unde au artificial intelligence kutengeneza matangazo ambayo yatakuwa yanazusha sintofahamu katika jamii. Imekuwa ni mambo ambayo tunayaona katika kampeni za uchaguzi za mwaka huu. Kwa hivyo, na hasa haya yanafanywa na vijana, na wengi wamechukulia kama ni chanzo cha mapato pia kwa kushughulika kwenye misafara ya hao wagombea, matangazo, kutoa burudani na hivi, na wanatumia mitandao hiyo ya kijamii kueneza
hata yaliyozungumzwa kwenye mikutano iliyopita ya wagombea wao, lakini kusema kweli ni picha hiyo ya mitandao ya kijamii kwamba imeshiriki vizuri kwa hatua ambayo tulionayo, lakini pia inatia hofu kwa upande wa kuelekea kwenye kuhamasisha mambo ya maandamano, machafuko na mambo ya namna hiyo. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi. Tunaendelea na mazungumzo yetu kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Tanzania utakaofanyika tarehe 29 mwezi huu ambao ni Jumatano wiki ijayo. Nianze na wewe Charles, ni masuala gani muhimu ambayo yanasheheni katika kampeni za uchaguzi wa mwaka huu? Nadhani kubwa limekuwa likizungumzwa kuhusiana na masuala ya huduma za afya. Hapo nimeona wagombea wengi wa urais wakiwa wanagusa. Pamekuwa na mjadala kuhusu bima ya afya kwa wote. Mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi akinadi hivyo kwamba iwapo atachaguliwa atahakikisha wananchi wote wanakuwa na bima ya afya, lakini wagombea wengine pia wamekuwa wakiligusa eneo hilo, lakini wenyewe wanazungumza kuhusu kutolewa kwa matibabu bure ya afya hapa nchini. Na changamoto kubwa ambayo imekuwa ikijitokeza ni watu wanapofariki wakiwa wanatibiwa, gharama za matibabu miili yao huzuiwa ili waweze kumalizia gharama za matibabu ambazo walikuwa wakidaiwa. Sasa wagombea pande zote wamekuwa wakiligusa hilo kwamba watahakikisha hakuna miili ya marehemu inayozuiwa hospitalini mpaka ndugu waweze kulipa. Kwa hilo linaguswa sana, lakini swala la ufisadi pia wagombea wengi wa upinzani wanaligusa na wanajinadi kwamba watakuwa na sheria kali za kushughulikia wanaojihusisha na vitendo vya rushwa na ufisadi. Hilo sijalisikia sana likiguswa na mgombea urais kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini la kisiasa ambalo yeye ameligusa ni lile la kufanya mchakato wa maridhiano ya kisiasa pamoja na kuanzisha mchakato wa katiba mpya kama ambayo yamekuwa ni madai makubwa ya chama cha upinzani hapa nchini, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakisema kwamba lazima katiba mpya iandikwe itakaoweka uwanja sawa wa kisiasa na wa kiushindani kwa vyama vyote. Na bila shaka umezungumzia katiba mpya hapo, na kuna Watanzania ambao wanaishi nje ya nchi. Na Isa, nikija kwako, bila shaka Watanzania walioko nje ya nchi wanafuatilia uchaguzi huu kwa karibu. Unadhani ni mambo gani ambayo wanataka yashughulikiwe? Kubwa ambalo limekuwa ni kilio kwa wengi ni huduma za jamii, swala la elimu, swala la afya, swala la maji, lakini la pili ni ajira. Swala la ajira limechukua sura kubwa kwa sababu asilimia kubwa ya Tanzania ni vijana, na unapozungumza vijana wengi hawana ajira. Kwa hiyo karibu wagombea wote wamekuwa wanaligusa hili la ajira, na lililobeba hasa bango ni swala la miundombinu. Nimesikia mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa, akizungumza namna gani katika kipindi chake ameweza kuleta maendeleo makubwa katika miundombinu na namna gani ataendeleza maeneo mbalimbali, ujenzi wa barabara, kiwango cha lami, madaraja, SGR, mpaka masuala ya ndege. Haya masuala ndio ya msingi, lakini lililokuwa linatarajiwa na linatakiwa lizungumzwa pia kwa mapana na urefu, ingawa limeguswa kwa namna moja ama nyingine, ni swala la usalama na amani ya nchi. Kwa muda mrefu wamekuwa na hili swala la watu kutoweka, wajulikani wako wapi. Hili limekuwa linategemewa wagombea walizungumze kwa mapana na marefu, lakini tumesikia kauli za kuhakikishia wananchi swala la usalama, swala la kwamba patakuwa na hili la katiba mpya. Limekuwa walioko nje na walioko ndani ya nchi wote wanalitaka kwa nguvu zao zote. Malizie kwa kusema kwamba inayoonekana wagombea wote hawajazungumza kwa makini watapata wapi fedha za kutekeleza ahadi zote lukuki wanazozitoa. Kila wakienda wanatoa ahadi. Ahadi ni kitu kingine, utekelezaji unahitaji fedha. Sasa mkakati gani walionao kupata fedha za kutekeleza yote walioahidi wananchi? Sijasikia hili, na lingetamani kungekuwa na mdahalo makini ya wagombea urais katika siku za kumalizia kwenda kwenye uchaguzi, waeleze hili tu. Pesa watatoa wapi? Mmetuahidi mengi, lakini fedha za kuweza kutekeleza elimu, huduma za jamii, miundombinu, afya na mengine yote mtazitoa wapi? Mkishika serikali, itakuwa ni kuongeza kodi au itakuwa ni kupata uwekezaji mkubwa au vitu gani? Hivi havijaelezwa vya kutosha, na nadhani vingesaidia kutoa mwelekeo wa maamuzi ya wananchi. Isa, tukisalia hapo katika swala la ahadi, kuna Watanzania ambao wanaishi nje ya nchi hiyo. Je, unadhani wana masuala gani ambayo wanatamani yashughulikiwe na viongozi ambao wataingia madarakani?
La kwanza ni lile la uwekezaji, kwamba wanaotoka nje ya nchi waruhusiwe kuwekeza ndani pasina kuwekewa vikwazo vya umiliki wa ardhi na vitu vya namna hiyo. Lakini la pili ni lile la uraia pacha. Nchi nyingine zina uraia pacha, kwamba unaweza kuwa raia wa Tanzania na ukawa pia raia wa na bado ukaruhusiwa kuja kwenye nchi yako ya asili ulikotoka na ukaweza kuwekeza na kama mwekezaji na usipate matatizo yoyote. Sasa hili la uraia pacha limekuwa na utata mkubwa. Kwa hivyo hili la uraia pacha, nadhani nilipokuwa kwenye ziara Uingereza na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, liliwekwa hadharani kwamba wanatamani wangekuwa na uraia pacha, lakini pia masharti ya uwekezaji kwa wale ambao wanaishi, Watanzania wanaishi nje ya nchi, wanaitwa diaspora, waweze kuwekeza. Hili limeanza kuchukuliwa hatua kwa namna fulani. Tumeona hata katika hati fungani ya serikali ya Zanzibar ile ya Sukuk, waliruhusiwa kuwekeza kutoka nje na hata uwekezaji wanaruhusiwa. Lakini ni mambo mawili makubwa ambayo mimi nayaona walioko nje wangeyatamani sana: uraia pacha na masharti ya uwekezaji kuweza kuwekeza kwenye nchi zao. Charles, nikija kwako, ukisikiza baadhi ya wagombea, kuna baadhi ambao wamekuwa wakitoa ahadi za ajabu ajabu. Je, unazungumziaje hoja ambazo zimekuwa zikitolewa na wagombea katika kampeni? Nafikiri wagombea wengi wanaona ni ngumu kwao kufahamika, ni ngumu kwao kueleweka, kwa hiyo wanatafuta njia ya mkato ya kusikilizwa, kwa sababu Watanzania wengi wanaamini kwenye uongozi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, na wale wasioamini kwenye uongozi wa chama tawala, wengi wao walikuwa wakikitazama zaidi Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kama chama mbadala wa CCM, lakini wengine walikuwa wakikitazama kwa mbali chama cha ACT Wazalendo kama na chenyewe kinaweza kuwa mbadala kwa CCM. Sasa Chadema haina mgombea uraisi na ACT Wazalendo mgombea wao wa uraisi alienguliwa kwa maelezo kwamba alikosa sifa za kisheria. Sasa katika mazingira hayo, waliosalia wanakuwa na wakati mgumu wa kueleweka na kusikilizwa. Kwa hiyo inabidi watafute hoja fulani, manjonjo, vionjo vya kujaribu kuvutia wasikilizaji kwenye uwasilishaji wao wa hoja, lakini ni hoja ambazo baadhi zimekuwa kiukweli hazina mashiko kabisa. Na wengine wamekuwa wakisema watajenga nyumba kwa watumishi wote wa umma, na wengine wamekuwa wakisema kijana yoyote mwenye cheti tu cha kuhitimu katika chuo chochote hapa nchini atapewa ajira na serikali bila kujali ni taaluma ipi na ipi. Yoyote aliyehitimu tu, ajira zipo za kutosha na zitatolewa kwa wote. Kwa hiyo kumekuwa kuna ahadi nyingi za hapa na pale za kusherehesha. Na kwa kumalizia, Isa, zimesalia siku chache tu kabla ya uchaguzi. Ni hatua gani ambazo zinahitaji kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wana imani na mchakato mzima wa uchaguzi na demokrasia nchini Tanzania? Kubwa naloliona mimi ni kutolewa kwa elimu ya upiga kura. Wengi wanaoshiriki uchaguzi wanashiriki kwa mara ya kwanza, kwa hiyo hawajui vizuri namna gani ya kupiga kura. Ile karatasi ya kura, watachaguaje kura za urais, za mbunge, za udiwani. Lakini pia sambamba na hilo ni upande wa wale wasimamizi uchaguzi. Wasimamizi wameshapewa mafunzo, nilikuwa naona taarifa zikitolewa, ila mawakala wale na namna gani watakuwa na kutekeleza haki yao kwenye vituo vya kupiga kura husika siku ile ya upigaji kura. Lakini sambamba na hilo pia tulikuwa tunataraji sana tuone sasa hatua za kuelekea kwenye uchaguzi kite zaidi kwenye masuala ya tuseme vyombo vya usalama kuonyesha nguvu zao mitaani, kama vile kupita kuonyesha mabavu walionayo kwa ajili ya hofu iliyopo labda ya kuvurugika kwa amani. Hiyo inaweza kawa na faida, lakini inaweza kawa na hasara. Kwa hivyo nadhani ni suala la wasimamizi wa uchaguzi na vyombo vya dola kuona namna ya kubalance ile uhakikishaji wa amani na usalama utakavyokuwa siku ya uchaguzi, hasa katika vituo na namna ambavyo kuelekea kwenye kutolewa matokeo. Sasa kwa kweli kunatakiwa kuchukuliwa hatua za tahadhari sana. Ni namna gani kuelekea kwenye kutolewa matokeo, hasa kwenye medani ya ngazi ya ubunge na udiwani. Yani kumekuwa na msisimko mkubwa sana. Mimi nategemea kama upigaji kura utakuwa, wapigaji kura ni wengi, basi watakuwa ni wa Chama cha Mapinduzi kutokana na namna ambavyo uhamasishaji umekuwa mkubwa. Kwa hivyo wananchi wasiwe na hofu. Na asante sana Mohamed Isa na Charles William kwa uchambuzi huo, tunashukuru sana.
Na kwa mjadala huo ndio tunavyokamilisha matangazo haya ya Dira ya Dunia kwa juma zima. Shukrani kwako msikilizaji kwa kutegea sikio matangazo haya yaliyosimamiwa na Phyllis Mwate na Steha Mohamed na Robert Kipto muhariri. Dar es Salaam fundi wa mitambo Esther Dwambano, Nairobi Jonathan Mwangi. Kwa niaba ya mwenzangu Peter Mwangangi, mimi ni Martha Saranga, ninakutakia weekend njema. Usikose kufuatilia matangazo ya BBC Swahili katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, kadhalika na TikTok. Uwe na wakati mwema.